Mheshimiwa, tumeona matamko ya viongozi wa dini wakitaka viongozi wa upande wa pili wakitaka kuachiwa huru bila masharti. Ikiwa wewe ni mwanasiasa mkongwe na mbunge, unalichukuliaje kauli hiyo ya kutoka kwa baadhi ya viongozi wa dini? Kwanza nikushukuru kwa kupata nafasi ya kuzungumza nawe, lakini kwa kweli niwe wazi kuhusu maaskofu. Hao watu ni watu ambao tunawaheshimu sana na kwa kweli kwa unyenyekevu mkubwa, si watu wa kuwavamia na kuwajibujibu kienyeji. Lakini moja tu labda pengine naweza kulizungumza hili, nalo hili niliseme kwa unyenyekevu mkubwa sana. Nilisikia kauli za baadhi ya viongozi wa dini wakizungumza habari ya baadhi ya watu walioshikiliwa kuachiwa mara moja bila masharti. Hapo kidogo niseme nchi yetu imejengwa katika utaratibu wa kuheshimiana. Nchi yetu imejengwa katika utaratibu wa sheria. Watu wote waliokamatwa na ambao wako magerezani hawajakamatwa kwa sababu ya mamlaka. Wamekamatwa kwa uvunjifu wa sheria na mahakama ikachukua nafasi yake kwa ajili ya kutenda haki. Sasa nachelea kusema kwamba tukianza kwenda huku ambako baadhi ya maaskofu wanatupeleka, nadhani sio njia sahihi. Kwa sababu leo inaonekana kuna baadhi ya watu wana utetezi wa viongozi. Je, na wengine ambao wako magerezani kwa kuonewa, wako magerezani kwa rushwa, wako magerezani kwa bahati mbaya, imetokea tu hakutenda jambo. Hawa mtetezi wao nani? Lakini vile vile niseme tu kwamba nchi yetu ina sheria za serikali za mitaa, ina sheria kuu za nchi. Ukiona mtu amekamatwa mahali, amekamatwa kwa uvunjifu wa sheria. Sasa tukisema waachiliwe mara moja, mimi naona hatuitendei mamlaka haki. Kwa sababu hivi itakuwaje siku naye rais labda akaamka asubuhi akasema analitaka kanisa na mamlaka zote za kidini kuwaachia watu wote ambao wamesimamishwa. Manake Kikristo usiposhiriki jumuiya kuna adhabu zake, usiposali kuna adhabu zake, wengine hata ukifa huzikwi. Sasa itokee tu Mheshimiwa Rais anasema na wote wazikwe, na maaskofu wote wazikwe na wachungaji. Alafu akasema labda tuseme, tutoe tu mfano wa mtu ambaye wote tunamjua hapa, na Dr. Slaa arudishiwe upadri wake na asamehewe na kanisa. Hivi itakuwaje? Kwa hiyo mimi nadhani kila mtu angekuwa vema akakaa kwenye nafasi yake. Kila mtu na maaskofu wanayo nafasi nzuri sana, mashehe ya kumshauri Mheshimiwa Rais, kushauri mamlaka kule wanakopelekaga shida zao zinatatuliwa, wanaweza kutumia njia hiyo hiyo ya staha na heshima kwenda kumuona mkuu wa nchi na kuzungumza naye. Kwa hiyo mimi maoni yangu ni kweli, kwanza nilikuwa na sita kidogo kuzungumza kwa viongozi wangu wa dini, na wale ambao wataona pengine nimeenda kinyume waliangalia hilo, lakini kubwa zaidi ni washauri kila mtu abaki kwenye nafasi yake. Tunaposhauri mamlaka tushauri kwa staha na sio kwa amri kwamba waachiliwe mara moja, kwa sababu na mamlaka naye haiwezi kusema kwamba fulani apewe sakramenti mara moja bila masharti, na hivyo itakuwa ni kuvunja taratibu za kanisa na taratibu za nchi. Asante sana.